150,000. Ni mara 3 na tenki ambalo mlikuwa nalo. Lakini pia mradi hii ya serikali ina faida nyingi. Kwa mfano, badala ya watu kuwa wanapitisha labda wanachangishwa kila nyumba toa 5,500, toa 10,10, toa 2,200, unakuta kwamba kila mtu atakuwa anaweza kupima maji yake. Na ukiweza kuyapima maji yako, inamaanisha kwa kutumia zile zinaitwa mita, unajikuta kwamba kwa mwezi unatumia 1,000, unatumia 750. Kwa hiyo uletaji wa miradi ya maji ambayo inasanifiwa na serikali, imeangaliwa vizuri na serikali, ina faida kubwa sana. Pia inaziba mianya mingi sana. Jamii zozote zilizoendelea lazima tuende na maendeleo. Sasa hivi Makete inakuwa kwa kasi sana. Na ukiangalia eneo ambalo linakuwa kwa kasi sana, huwezi ukaacha kuiongelea Ikonda. Ni kweli sio kweli? Ni kweli, kwa sababu Ikonda ina mwingiliano wa watu wengi sana. Sasa hivi ukipita hapa Ikonda, hasa usiku, ukaona yale mataa yanavyowaka, utajua ni Ikonda kweli? Ni Dar es Salaam kabisa. Si hivyo jamani? Maendeleo yanakuja na kunabadilika. Kwa hiyo kama maendeleo yanakuja na tunabadilika, lazima tukubali kuenda na mabadiliko na tukubali kukua ili tuweze kupata hadhi ya kupata hata miji mikubwa kwenye maeneo yetu. Kuna vigezo vya ukuaji wa maeneo. Hatuwezi tukawa tunakuwa alafu vitu vingine tutaki fanyeje vikue. Lazima tuende kwenye ule ustaarabu wa miji ambayo ni mikubwa. Si hivyo jamani? Kingine ndugu zangu, mradi ya maji ina faida nyingi. Kwa maana tunataka mataasisi makubwa yaje hapa kwetu. Moja ya kitu kikubwa kabisa ambacho wataangalia, kuna maji, kuna umeme, kuna barabara. Kweli si kweli? Sehemu yoyote wawekezaji wakubwa wanapotaka kuwekeza, wataangalia hivyo vitu vitatu. Na siku hizi wawekezaji wakubwa wanapokuja hawaangalii tu maji yanatoka wanafungua hivi. Wanaangalia kama ni maji yana uwezo wa kufanya, yani yana capacity gani? Yana uwezo gani? Ukubwa gani? Unakuta hapa tayari Ikonda mna vigezo, kwa sababu mradi huu wa bilioni 1.180, kwa maana bilioni 1 na milioni 180 utakaotekelezwa hapa Ikonda, utakuja na fursa nyingi sana. Mimi niwapongeze sana RUWASA kwa kuweza kusanifu mradi huu chini ya Injinia Liamuya, kwa sababu mmeweza kuangalia mji gani unakuwa. Japokuwa niliambiwa kwamba haya ilikuwa ni mahitaji ya wananchi, si ndio hivyo? Ikonda oye! Oye! Hata kama ni mahitaji ya wananchi, lakini wenzetu wa RUWASA wamekuwa wakutangulia mbele na kuangalia wasanifu mradi gani ambao utakuwa una mahitaji ya sasa na mahitaji ya baadaye. Kwa jinsi ambavyo unaangalia maeneo mengine wanapopambana na changamoto ya maji, na sisi Makete kwenye takwimu za kitaifa, sisi ni wilaya ya kwanza kwa upatikanaji wa maji katika nchi ya Tanzania. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Sisi tuko namba 1. Tuko kwenye 98% ya upatikanaji wa maji katika maji bombani, kwa maana kwa wananchi. Sasa miradi hii inakuja tena kuchagiza na kuongeza pale tulipofika. Sasa tuangalie changamoto za kule ambako maji hawapati kwa wingi kama sisi tunavyopata. Changamoto ni zipi? Unakuta maeneo kama hayo, maviwanda makubwa, hata uanzishaji wake ni changamoto kwa sababu ya maji, lakini kwenye masuala ya kiafya. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ambacho ningependa kusema siku ya leo, kama ambavyo ni mgeni rasmi, tuweze kupokea huu mradi. Wamekuja wenzetu hawa wakandarasi, sio wenzetu wa hapa Makete, lakini nchi yetu sisi haina dini, haina kabila. Sio hivyo jamani? Mkristo kwenye sikukuu ya Idi anakula pilau, Muislamu kwenye sikukuu ya Krismasi anakula pilau, na watoto wake wanavaa nguo nzuri. Uongo kweli?
Mkristo anamzika Muislamu na Muislamu anamzika Mkristo, na pia hatuna mambo ya udini wala hatuna mambo ya ukabila. Kwa hiyo hao wenzetu wakae kwa amani, kwa sababu hapa tumewapokea. Hapo vipi? Wakae kwa amani, muwape ushirikiano, wafanye kazi yao. Na kikubwa kabisa ambacho ningependa kuwasihi ndugu zangu, tukubali maendeleo, kwa sababu kukua kwa eneo panakuja na maendeleo yanakuja na changamoto zake.